الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, nawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuhadithia katika Qur'ani kwamba Nabii Zakaria alipopewa jukumu la kumlea Bi Maryam, alipoona tabia nzuri za Bi Maryam, miongozo ya malezi ya sawasawa, ikampa hakika kwamba huyu ni mtoto mwema. Baada ya kuona vile, na yeye akamuomba Mwenyezi Mungu ampe mtoto aliye mwema. Qur'ani inatuhadithia baada ya Bismillahirrahmanirrahim, hunalika daa Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Alipoyaona yale, akamuomba Mola wake, akasema, Mwenyezi Mungu, nipe kutoka kwako mtoto mwema mwenye kubarikiwa, hakika yako wewe ukiombwa unasikia. Mwenyezi Mungu akampa mtoto aliopewa jina la Yahya. Na mtoto huyu, kwa namna Nabii Zakaria alivyomsimamia kwenye malezi, kama alivyoona kwa Bi Maryam, Mwenyezi Mungu alipomuelekea mtoto huyu, akamuelekea kwa sifa alizokuwa nazo za namna alivyolelewa vyema. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, akamwambia baada ya Bismillahirrahmanirrahim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa atainahu alhukma sabiyya. Bali ya kuambiwa akamate kitabu, akisome kwa bidii, kwa jitihada na kufanyia kazi, lakini sifa aliyopewa, Mwenyezi Mungu anasema Yahya alipewa hikma akiwa bado kijana mdogo. Wanazuoni wanatuambia alipewa ufahamu na uelewa akiwa na umri wa miaka 7. Lakini Mwenyezi Mungu anasema sifa yake nyingine, kwa namna alivyolelewa vyema, wa hanana min ladunna, alikuwa na huruma ya kuhurumia wengine, kuwasaidia wengine. Lakini pia wakana taqiya, alikuwa mcha Mungu, anafanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, na anayakimbia yale yote yasiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Kwa malezi mazuri aliyolelewa, Mwenyezi Mungu anasema wabarram biwalidayhi, pia alikuwa mwema, mtiifu kwa wazazi wake wawili, kwa sababu alilelewa vizuri, akitambua radhi za Mwenyezi Mungu ziko katika radhi za wazazi wawili. Na sifa nyingine Mwenyezi Mungu anasema walam yakun jabbaran asiya, hakuwa mtu mwenye kibri, hakuwa mtu anayekwenda kinyume na anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Qur'ani inatufunza kwamba Nabii Zakaria alipoomba apewe mtoto mwema, na yeye mwenyewe alijiandaa kumtayarisha na kumtengeneza mtoto yule aje kuwa mwema. Na ndiyo maana kwa maandalizi aliyoyafanya, Mwenyezi Mungu wakati anamkabidhi jukumu Nabii Yahya, anamtaja kwa sifa nzuri za malezi yaliyo sawasawa. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatueleza kuwa amemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kuwatendea wema.
kwenye mtiririko wa maelezo yale Mwenyezi Mungu anasema hata idha balagha ashuddahu, mpaka mwanadamu huyo anapofikia ule umri wa kujitambua kisawa sawa. Wanazuoni wengine wamesema miaka 33, wengine wakasema 18. Kisha mbele anasema wabalagha 40 sanatan, akifikisha umri wa miaka 40. Qala rabbi, anamuomba Mungu, anasema Mola wangu, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, niwezeshe mimi niweze kushukuru neema ulioneemesha kwangu, wa ala walidayya, na neema ulioneemesha kwa wazazi wangu, kwa sababu lau kama siku waneemesha wazazi wangu wakanilea kisawa sawa, nisingeweza kutambua neema ambayo wewe umeneemesha kwangu. Niwezeshe kushukuru, lakini uniwezeshe wa an a'mala salihan tardah, na niweze kutenda matendo yaliyo mazuri ambayo wewe Mola wangu unayaridhia. Wa aslih li fi dhurriyyati, na nijalie na mimi vile vile kizazi changu wawe watoto wema. Inni tubtu ilaika, mimi nimetubu kwako kwa yote niliyoyafanya ya madhambi, na tubu kwako Mola wangu. Wa inni minal muslimin, na mimi ni katika wenye kunyenyekea na kutii kwako wewe. Maneno haya wanatuambia wanazuoni ni muongozo kwa yoyote ambaye ametimiza umri wa miaka 40 afanye upya kuleta toba na kujitegemeza kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kama hiyo haitoshi, jambo la kuzingatia, kama hakukuwa na malezi mazuri ya sawa sawa, huyu sio miaka 40, anaweza kufika 70 na 80 asikumbuke haya, asirudi kwa Mwenyezi Mungu kutambua kuna neema kaneemesha. Kwa hiyo jambo kubwa na la msingi ni kuandaa watoto wetu kwa malezi yaliyo mazuri, ili tukizungumza nao yale anayoyapenda Mungu na kuyaridhia, tusikilizane na tuweze kuelewana. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliokuwa mazuri. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, nawausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sura Yusuf, Mwenyezi Mungu anapotueleza kisa cha Nabii Yusuf, anatuambia baada bismillahir rahmanir rahim, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Anasema Nabii Yusuf alipofika umri wa kujitambua, umri ule ulipofikia, Mwenyezi Mungu anasema tukampa hikma, tukampa na elimu. Wanazuoni wakafasiri kwamba hikma ni kule kupatia kwenye kusema na kutenda, Mwenyezi Mungu akampa. Elimu
ni kumpa ule utambuzi katika dini na utambuzi wa kuweza kufasiri ndoto, lakini pia wakasema maarifa mapana katika masuala ya dunia na masuala ya dini. Haya kwetu leo ni lazima tuwe na utaratibu wa kusimamia malezi ya watoto wetu ili waweze kuwa na hukman wa ilma, waweze kuwa na hekima ya kupatia kwenye kusema anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, na waweze kuwa vile vile na elimu ya kuwa na maarifa mapana kwenye dini yao na kwenye masala ya dunia yao. Tuzungumze na watoto wetu ili si kuzungumza tu, lakini tuwaandae ili tukizungumza tuelewane kwenye anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Tujifunze utaratibu ulio mzuri Mwenyezi Mungu katuwekea katika Qur'ani. Kila mmoja wetu ajiulize mara ngapi amepata kukaa na mwanawe akazungumza naye. Kwenye surati Luqman Mwenyezi Mungu anatuambia mazungumzo ya Luqmani na mwanawe, ili mimi na wewe tujiulize sisi mara ngapi tunakaa na watoto wetu kuzungumza nao, na je tumewaandaa ili tukizungumza tuelewane? Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Anataka tujue, tujifunze Luqmani alipozungumza na mwanawe ilhali anampa nasaha, anampa mawaidha. Lini ulikaa na mwanao ukazungumza naye unampa nasaha, unampa mawaidha? Sio mnazungumza biashara, sio mnazungumza kazi tu, unampa nasaha na mawaidha. Nasaha na mawaidha gani? Mwanzo Mwenyezi Mungu anatuambia, Luqmani anamwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu, wewe la tushrik billah, ishi utakapoishi ulimwenguni hapa usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Inna shirka la dhulmun adhim, sababu kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni dhulma kubwa. Lini ulikaa na mwanao ukampa maneno haya na saa hizi? Anamwambia, ya bunayya, mwanangu, innaha intaku mithqala habatin min khardalin, maasi yawe yatakavyokuwa, hata ikiwa hiyo dhambi ni ndogo kiasi gani, mfano wa mbegu ya khardal, fatakum fi sakhrati, kisha dhambi hiyo ikawa iko katikati ya jiwe, kati ya jabali, imefichwa, au fi samawati, au katika mbingu, au fil ardhi, au chini ya ardhi, ndani ya tumbo la ardhi imefichwa dhambi hiyo, yati biha Allah, Mwenyezi Mungu ataileta iwe wazi, iwe hadharani. Anampa nasaha akimbie madhambi, asiyazoee, asijiaminishe maadamu ukifanya siri hakuoni mtu itakuwa sawa, hata yakifichwa namna gani. Yati biha Allah, Mwenyezi Mungu ataleta iwe dhahir. Inna Allaha latifun khabir, Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake na ana habari juu ya yote wanayoyafanya. Ya bunayya, mwanangu, aqimis salah, simamisha sala. Mara ngapi umekaa na mwanao huku unampa nasaha na mawaidha kama Luqman? Aqimis salah, simamisha sala. Wa'mur bil ma'ruf, na amrisha mambo mema. Wanha 'anil munkar, na jiepushe na mambo mabaya. Katika kufanya kazi hii, kuamrisha wengine mema na kuwakataza mabaya, sio kazi nyepesi. Kwa hivyo anamwambia mwanawe, wasbir ala ma asabak, kuwa na subira kwenye yale maudhi atakayokupata. Watu wataona mpango wao wa wizi umekamilika, unatakiwa wewe tu kushiriki. Kisha wewe unawaambia hapana, hatuwezi kumuibia mwajiri wetu,
Hapana, hatuwezi kufanya hivi, haiwezi kuwa rahisi. Wasbir ala ma asabak, subiri kwenye maudhi atakayokukuta. Inna dhalika min azmi al-umur, hayo ni katika mambo yenye kuhazimiwa hasa. Mara ngapi umekaa na mwanao ukampa na saa hizi? Wala tusair khaddaka linnasi, usiwadharau watu, usiwatizame watu kwa jicho la dharau na kuwadhalilisha na kuwaona hawana maana. Wala tamshi fil ardi marha, wala usitembee katika ardhi kwa majivuno na kibri. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Mwenyezi Mungu hampendi kila mtu mwenye kujifakharisha na mwenye kibri. Mara ngapi umekaa na mwanao, umekaa na wanao, ukawapa na saa hizi? Waqsid fi mashik, ukitembea, Luqman anamwambia mwanawe, usitembee haraka sana wala usitembee taratibu sana, jitahidi uwe unakwenda kati kwa kati. Lakini waqdud min sauti, shusha sauti yako, usiwe mtu wa kuropoka kwa makelele unazungumza. Inna ankara al-aswati la sautu al-hamir, katika sauti mbaya kabisa ni sauti ya punda. Pamoja na makelele yote yale, ingekuwa makelele ndio yana manufaa, basi yeye angepata manufaa zaidi. Nasaha za Luqmani kwa mwanawe, tuzungumze na watoto wetu, lakini tuandae ili tukizungumza kwenye anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, tuelewane. Isije kuwa wewe sasa unataka kutoa sadaka, lakini kwa sababu kumwandaa mtoto wako ndo anasimamia kazi, ukizungumza hamuelewani. Tuandae watoto wetu ili tukizungumza tuelewane. Isije kuwa wewe sasa umegundua kama kula riba hakufai, sasa unataka kutoka kwenye riba, lakini ukizungumza na mwanao hamuelewani kwa sababu hukumwandaa. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya alituletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج أبيك وعمر وسيطرك ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.